Napenda nichukue nafasi hii kueleza mafanikio ambayo Jeshi la Polisi mkoa huu wa Mtwara tumeyapata katika kipindi cha miaka minne chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa sasa, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wetu wa awamu hii ya 6. Kwanza kabisa nipende kuchukua nafasi hii kueleza hali ya uhalifu. Ni kwamba katika mkoa wetu wa Mtwara katika kipindi hichi cha miaka minne, kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama, tumeweza kushusha kiwango cha uhalifu kwa kiwango kikubwa sana. Na haya yote ni kutokana na maboresho na maelekezo mbalimbali ambayo tumeyapata kutoka kwa Mheshimiwa Rais kupitia kwa mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania Afande Wambura. Katika kipindi hichi, kwa takwimu tulizonazo, hatujawahi hata kupata kosa moja ambayo siku za nyuma huko yalikuwepo, kwa mfano la unyang'anyi wa kutumia silaha barabara kuu, tunaita highway robbery au armed robbery. Lakini kipindi kama hichi hatujapata makosa makubwa ya kivamizi wala mengine yote ambayo tunasema ni hatarishi kwa usalama wa nchi, lakini kwa usalama wa mkoa. Hilo ni la kwanza ambalo ni muhimu zaidi kuliko yote. Kama ni sehemu ya maendeleo, basi hilo, wananchi kuwa wako katika amani. Kwa mkoa wa Mtwara tuko katika amani kubwa, lakini amani hiyo haikuletwa tu au haikuja tu kama mvua ambayo analeta Mungu, lakini pamoja na jitihada za serikali na maelekezo tunayotekeleza ya mkuu wa jeshi hapa jeshi kwa kushirikiana na wananchi. Kuna miradi mbalimbali ya kama ni mikakati ya kuzuia uhalifu na kupambana na uhalifu, ikiwemo kwa ushirikishwaji jamii. Sisi mkoa wa Mtwara tumeweza kuwashirikisha wananchi. Hivi ninavyoongea, katika kata zote 191 za mkoa huu wa Mtwara, kila kata kuna mkaguzi wa kata. Aidha awe mkaguzi kwa maana mkaguzi au askari wa kata kwa zile kata ambazo hazijapata mkaguzi, lakini kuna mwakilishi wa mkuu wa Jeshi la Polisi kule ambaye anashirikiana na wananchi katika nyanja mbalimbali za kuhakikisha kwamba wanaishi kwa amani. Hapa kama tunavyoelewa, tuko mpakani na huu ni mpaka na Msumbiji, lakini huko pia tumeimarisha ulinzi, na ni kwa maelekezo na uwezeshwaji mkubwa ambao Mheshimiwa Rais amekuwa akiufanya katika kipindi hichi. Hapa tunazo mpaka boti ambazo tunafanya doria katika bahari hii ya mpaka na nchi ya Msumbiji. Tunayo boti, sisi kama polisi tunayo boti, lakini na vyombo vingine vya usalama nao pia tunashirikiana nao. Lakini la pili ni namna ambavyo tumepata maboresho katika vitendea kazi. Tuanze na majengo. Mheshimiwa Rais ameweza kutoa na tumeshajenga, tuko katika hatua ya karibuni 80% ya ujenzi wa jengo la kamanda wa polisi mkoa huu wa Mtwara kwa shilingi lenye thamani ya shilingi bilioni 1.6. Zimeshatolewa, mafundi wako on site na mtaenda kuona dakika chache zijazo jengo kubwa la ghorofa 3. Hapo tulipo sasa tulikuwa tumeazimishwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Hili ni jengo la Mheshimiwa mkoa ambalo ametuazimisha na tunafanya kazi, wala hajawahi kutubuguzi, lakini ni fahari kwamba baada ya miezi michache tutakuwa na kamanda polisi mkoa wa Mtwara na wasaidizi wake watakuwa na jengo linalojitegemea la thamani hiyo ya bilioni 1.6 na ghorofa karibuni 3. Vituo ambavyo tayari vimeshatolewa hela vimeshajengwa. Kituo cha polisi tunaita Msimbati. Tumejenga au kimejengwa na serikali kwa thamani ya shilingi milioni 186. Kama havitoshi, kituo hicho kimenunuliwa vifaa zamani, furniture na vitu vingine vyote vya kisasa vya electronics vya milioni 21. Kituo cha polisi Msimbati. Kama kwamba haitoshi, kuna kituo cha polisi Mtambaswala kimeshajengwa na kinatumika ndani ya kipindi hichi kwa thamani ya shilingi milioni 115. Askari wanatumia, very comfortable, ofisi inafurahisha, mpya, na wanaendelea na kazi. Kama kwamba haitoshi,
tuna kituo cha polisi kinachojengwa. Tunajenga sasa hivi. Kabla hicho kuna kituo cha polisi Mkunya na chenyewe cha thamani ya shilingi milioni 115 kimejengwa na tayari kinafanya kazi. Lakini kuna majengo ambayo yanaendelea kujengwa. Kituo cha polisi Lupaso, hichi kiko wilaya ya Masasi. Kiko asilimia karibuni 70. Hivi ninavyozungumza watu wanapaua. Kuna kituo cha polisi Kitangale na mtakiona chenyewe tupo katika hatua ya kupaua. Kilitolewa kiwango cha hela milioni 115. Lakini kuna kituo cha ambao vimo katika process ya uanza wa kujenga. Tuna kituo cha polisi Lupaso sasa, ambacho ujenzi wake umefika asilimia 70 kama tangulia kusema. Na Mkwedu hichi kiko Newala, kwa thamani ya milioni 115. Lengo likiwa ni kujenga vituo vya polisi vya daraja si ndogo au kubwa katika kata zote 191, lakini tayari hivyo ambavyo vimevitaja vimeshajengwa, lakini kuna viwanja ambavyo vimeshapimwa katika mkoa huu wa Mtwara kwa ajili ya ujenzi. Serikali imeshatoa hivyo viwanja, imeshatoa hela ya kupima. Tumo katika process karibuni 70 katika ile hesabu yetu ya kata 191, viwanja 70 vya thamani kubwa tu katika kila kata. Lengo ni kwamba kila kata lazima kipate kituo cha polisi, na process inaendelea, maendeleo makubwa. Huo ni upande wa majengo. Lakini kuna upande wa vyombo vya usafiri. Ndani ya kipindi hichi lengo ni kupata kila OCD, kila OCD awe na gari katika utendaji wake. Na tayari tumeshapokea magari. Kama mnavyoona, kuanzia gari la kamanda polisi mkoa wa Mtwara, hili ni jipya, na magari mengine 7 kama mnavyoona. Hayo yote ni mapya. Magari 7 yote ni mapya. Mimi hata thamani yake sijui, lakini ni mamilioni ya hela kwa kila gari kama mnavyoziona. Sio gari za second hand au used. Hapana. Ni mapya ya thamani kubwa. Tumeyapokea ndani ya muda mfupi huu wa kipindi hichi cha miaka 4. Lakini lengo ilikuwa ni kupata kila wilaya kwa OCD na OCD, na baadhi yao wanatumia OCD. Kuna moja hapa, mengine hayako hapa, yako tayari, yako kwenye operation huko. OCD Newala liko huko. Lakini tuna motisha sasa kwa upande wa watendaji wenyewe. Moja katika motisha kwa askari ni kupandishwa madaraja au tunasema kupandishwa vyeo. Sasa mpaka sasa kwa kipindi hichi kifupi cha miaka 4 katika mkoa huu wa Mtwara, jumla ya askari wakaguzi na maofisa 836 wamepandishwa vyeo mbalimbali. Sasa hata mimi mwenyewe cheo ninachokiona nimekipata kipindi hichi cha utawala huu wa awamu ya 6. Cheo kikubwa tu. Kamata kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi. Nimekipata mimi. Kwa hiyo mimi mwenyewe ndio wa kwanza, lakini askari wangu wote wamepata vyeo. Unapopata cheo maana yake nini? Kwanza inakupa moyo wa kufanya kazi zaidi. Lakini nilishawahi kusema mara moja, na ugali unaongezeka kidogo. Sasa hayo ndio mambo ya hii awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Askari wetu wamepata mafunzo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Sawa, wamepata mafunzo ndani na nje, achilia mbali yale mafunzo ya promotion ya kupandishwa vyeo, mafunzo ya kuongezewa uweledi, ya kujengiwa uwezo. Wamepata ndani na nje ya nchi. Yote hayo ni mafanikio ambayo yametokana na kipindi hichi cha Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6.